Wakati wa kumbukumbu ya 15 ya ripoti ya mauaji ya kimbari mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanayoitwa Mapping ya Umoja wa Mataifa iliyowekwa hadharani mwaka 2010, Dr. Denis Mukwege amehuzunishwa Jumatano Oktoba 2 kuona wahalifu wakiachwa huru bila kuhukumiwa, swala ambalo alisema linarahisisha uwepo wa makundi mengi ya silaha mashariki mwa DR Congo. Amewataka viongozi wa kiserikali kusitisha uhusiano wao wa kisiasa ya kuingiza wahalifu katika vyombo vya kiusalama nchini DR Congo. Mukwege amelahumu ukimya wa jumuiya ya kimataifa akisema ni kuweka mafuta ya petroli kwenye moto. Miaka 15 sasa tangu ripoti ya Mapping imetolewa ila bila kushughulikiwa, amesema Denis Mukwege. Amani Chiza Delphin ni mchambuzi wa siasa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anapokeaje masemi ya Mukwege? Denis Mukwege ye dokta anasema mambo mazuri ya kuonesha kwamba magumu ambayo tunapitia hapa Kongo ni magumu ambayo inatokana na hiyo hali mbovu ambayo viongozi hawafuatilie kwa kuhukumu wale watu ambao wanatutendea jeuri ndani ya nchi hii. Na tunaomba kabisa nchi mzima wakuu viongozi wote hata na Nations Unies bapate kufuatilia le kitu, hata watu ambao wanapatikana ndani ya government, wale ambao tunaita badepite, bale wote ni watu ambao wenye bako pale, lakini wengi wao pale wanakuwa watu ambao walitenda maovu, waliiba pesa, fanya mambo ambayo haifurahisha raia. Hata ndani ya arme kunapatikana watu mbovu ambao walifanya maubakaji, walifuatilia vitu, lakini gouvernement Nations Unies haiangalie kwa kuwahukumu. Tunaomba kabisa ile impunite itoke, na Dr. Denis Mukwege ni mtu ambaye amesema kweli, na ni sherti wakuu viongozi wa nchi ya DR Congo wapate kufuatilia hiyo na wasikie vema ile ambayo Dr. Mukwege anaambia watu. Na kwa kumalizia ndasema kwamba nchi ambayo tunaishi ndani, kama tunaendelea kuishi maovu, tunaishi ndani ya vita, walimu hawalipiwe, watu siasa haitembei vizuri, ni kwa sababu ile hali ambayo inapatikana ndani ya nchi ya impunite. Habafuatilie, mtu anafanya makosa, lakini wakati anamaliza fanya makosa anaiba pesa, anaua watu, wabakaji wanafanya ubakaji huko ndani ya jeshi, lakini wanarudia tena kumadaraka zao, hawawafuatilie, hawapatie mapinisyon. Ile impunite tunaomba kabisa ipate kukoma kabisa ndani ya nchi yetu ya Kongo. Asante. Mukwege alionyesha kuwa miaka 25 sasa tangu umeanzishwa mchakato wa amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ila hakuna matunda. Bi Françoise Mazambi ni msichana wa Uvira, anazungumzia magumu wanayopitia katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunasema ya kwamba ubakaji umezidi sana katika nchi yetu. Wanawake wanabakiwa sana. Hakuna amani Mkongo. Nchi yetu haina amani. Asante. Mukwege upande wake, mshindi wa tuzo la Nobel mwaka 2018, amesema sheria isiwe na kuegamia upande mmoja kwa kuweka mambo kwenye mstari. Mwanadada Safi Mapendo akiwa mjini Baraka anaomba watu kuunga mkono jitihada za Daktari Denis Mukwege. Mimi nitaongelea kuhusu watu wapate kututilia amani ndani ya nchi yetu, kwa kuwa mimi nakwenda kuongelea hivi, tunaomba amani ndani ya nchi yetu, na tunaomba mpate kutengenezea nchi yetu ili tupate kuwa na amani. Ubakaji unaendelea, vitu vingi vinaendelea vya visio kuwa na mipaka vizuri. Tunaomba upate kututilia amani ndani ya nchi yetu. Ubakaji, wizi unaendelea ndani ya nchi yetu, manake nchi haina hata amani. Naomba hizo mpate kutengenezea nchi yetu.
Ripoti ya Maping ilisajili visa 600 vya kikatili na ujehuri vilivyofanyika kati ya mwaka wa 1993 na mwaka 2003 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bila sheria kufanya kazi. Nikiripoti kutoka Uvira, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.